Kiuhalisia unahitaji akili ya Chama aamke vizuri tarehe 24 ili timu ya Simba iweze kupata utulivu eneo la mwisho, otherwise ni majanga. Otherwise ni majanga. Mabadiliko yapo, ndio maana kuliwekwa dirisha dogo la maboresho kwenye michuano ya CAF Champions League na CAF Confederation. Waliweka maboresho ya dirisha dogo kwa ajili ya watu kuboresha vikosi vyao. Kwa hiyo na kanuni zilibadilika kwa sababu ukiweka dirisha dogo kwa ajili ya kuboresha wachezaji wa kimataifa, maana yake lazima hata kanuni uziangalie pia upya kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu. Kwa hiyo wachezaji kwa mfano Chama Clatous amecheza michezo ya kombe la shirikisho. Maana yake kikanuni zamani hakupaswa kucheza tena huko. Si ndio? Maana yake sasa hivi anabidi kucheza sasa huko kwa sababu tayari mifumo ya maboresho ya kanuni imeshatokea. Kwa hiyo hakuna doubt kwa Simba Sports kucheza kwa wachezaji wao ambao wamewasajili, wakina Libase Geye tutawashuhudia, wakina Chama Clatous tutawashuhudia, wakina Olivier Toure tutawashuhudia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu kizuri ambacho kimefanywa. Kwa hiyo tunawapongeza pia CAF kwenye hili. Simba wanakwenda kucheza wakiwa hawana alama yoyote dhidi ya Esperance de Tunis, na ukitazama Simba wanakwenda kama wana kikosi kipya. Unadhani kikosi ambacho upya kikosi cha Simba kule kwenye michuano mikubwa inaweza kawachachu wao kuanza na ushindi katika mchezo wa siku ya kesho? Kwanza ni riski. Hiyo ndio ukweli. Kwenye mpira hiyo ni very risky kwa sababu kwenda kwenye mechi kubwa hujawaona wachezaji, hujajua wanachezaje, hawajakaa na timu, hawajapata ile chemistry, ni kitu ambacho ni riski sana. Kikawaida kwenye mpira inabidi Simba wamelazimika kufanya hivyo kwa sababu hawana option nyingine. Huo ndio ukweli. Lakini kwa mahitaji ya Simba ya sasa hivi hakuna kitu kingine zaidi ya hiki ambacho wanaweza kukifanya. Kwa sababu Simba asema kwamba watumie wachezaji wengine, huwezi kupata quality ya timu. Kwa hiyo Simba wamelazimika kuja kufanya hichi kitu ambacho wanaweza kukifanya kwenye mchezo huu bila kukaa na wachezaji wao kwa muda mrefu. Lakini pia faida kwa Simba ni kwamba wachezaji wengi ambao wamewasajili wametoka kwenye vilabu vyao wakiwa active. Yaani kuwa active maana yake walikuwa wanacheza, wanashiriki michuano. Kwa mfano mzuri Chama Clatous ameisaidia Singida kwenda mpaka kwenye makundi ya kombe la shirikisho, amewapa ubingwa Kagame. Kwa hiyo yuko active. Libase Geye the same amekuwa yuko active. Olivier Toure pia yuko active. Jibo mlinda mlango yuko active, Kibabage tumemwona. Kwa hiyo asilimia kubwa sajili za Simba Sports hakuna mtu ambaye yuko dormant. Kila mmoja yuko active. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Sasa kitu ambacho Simba tunapaswa kufanya sasa hivi ni kujaribu kutafuta ni kusema kuwapiga spirit wachezaji. Yaani wachezaji wapate fighting spirit. Inaweza kuwasaidia kupata matokeo. Kwa nini? Kwa sababu timu wanakutana nayo kiprofile ni kubwa sana. Mabingwa mara 4 barani Afrika. Kwa hiyo sio jambo dogo. Lakini timu za sasa hivi ziko juu na kushuka, yani zinapanda, zina ups and down. Hawa sasa hivi Esperance huwezi kuamini michezo miwili waliocheza na pointi 2. Maana michezo miwili imepata sare michezo yote miwili. Na mechi ya mwisho wamelazimika kupata sare dakika za jioni, wao walikuwa wanafungwa. Kwa hiyo ukiangalia hata wao Esperance Sportive sio timu ya kukutisha kiasi hicho, ukiacha mbali profile yao. Lakini kwenye namna ambavyo wanacheza, styling of play na nini, Simba Sports wakisema kwamba tunauma meno hii mechi, tunataka alama 3, wanapata kwa Esperance Sportive kwa sababu ya aina ya kikosi ambacho wako nacho, lakini pia uwezo wa timu ambayo unaonekana kwa sasa ni kudrop. Esperance sasa hivi ya zamani, mechi ya kwanza inaanzia sare, nyumbani inapata sare. Esperance hiyo sio hiyo. Nimeona kwambia mpira unabadilika sana. Timu nyingi zimewekeza, timu nyingine zinapata fedha, kwa hiyo zinaweza kusajili mchezaji ambaye anafanana kwa na timu hizo. Kwa hiyo wanaweza kupata kitu kama wakipata ile fighting spirit kwenye mchezo huu. Kwa ubora wa Steven Baka na ubora wa Esperance de Tunis umesema kwamba it means kama limebaki jina kuwa kubwa lakini ubora uwanjani umepungua. Ni moja ya chachu wa Simba kwenda kuokota alama yoyote katika mchezo wa siku ya kesho, na ujio wa kocha Steven Baka anakwenda kuongoza Simba katika mchezo wake wa kwanza wa kimataifa. Kama Esperance yuko unga, basi Simba yuko unga mara 2. Ndio ukweli. Kama Esperance amepata sare michezo miwili, maana hapa yuko unga. Sasa je, nenda kwa Simba. Michezo miwili kapata nini? Kapasuka yote. Maana huyu ndio yuko unga zaidi. Kwa hiyo ubovu wa Simba au uzee wanasema uzee wa Simba sio uzee wa swala. Simba Sports hata kama amezeeka vipi akiunguruma anaanza kamaogopesha swala, si ndio? Kwa hata Simba Sports wanaenda kwenye huo mchezo wanajua kwamba Esperance wako bora, lakini je wao wako vipi? Lazima jitathmini. Walau Simba angepata matokeo kwenye michezo miwili au mmoja, wangeweza kumtisha Esperance. Bana, hii Simba Sports ni ya moto. Lakini Steven Baka mwenyewe iko pre-season na timu yake. Yaani Simba Sports kwa sasa wako kama wako pre-season. Kwa ubora wa timu yao
uko chini kuliko Esperance. Kwa lazima wamuheshimu Esperance, alafu ndo waanze kuona madhaifu ya Esperance, ndo waanze kutafuta matokeo. Simba Sports inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini hawaskoi, hawafungi magoli. Labda kuongezeka kwa Libase Geye, kuongezeka kwa Chama Clatous kunaweza kuleta utulivu eneo la mbele likapata matokeo. Simba mpaka sasa wamebaki na mastrika wawili tu, Jonathan Soa na Selemani Mwalimu. Waliobaki wote hawapo. Nazungumzia Dese Mukwala, nazungumzia Jan Chazi hayupo. Kwa hiyo kiuhalisia unahitaji akili ya Chama aamke vizuri tarehe 24 ili timu ya Simba iweze kupata utulivu eneo la mwisho. Otherwise ni majanga. Otherwise ni majanga. Kwa hawa Esperance unga ambao unawasema. Nimekwambia hivi, unga wa Esperance sio sasa na unga wa Simba Sports. Huyu michezo miwili kapata sare, huyu michezo miwili kapasuka zote. Ndio maana nimekwambia kwamba unga wa Esperance sio unga wa Simba Sports, na Simba Sports yuko unga zaidi kwa sababu ana michezo zaidi ya 4 hajapata matokeo kwenye michezo miwili. Kapata ushindi mchezo mmoja tu, na sio ulikuwa na nani yule kampasua, kapigwa katoka sasa mpaka na Mtibwa Sugar. Kwa hiyo ukipata picha ya Simba Sports jinsi ilivyo na Esperance jinsi ilivyo, kuna utofauti mkubwa sana. Passion tumeona